Wa HFM 94.9 ikikutangazia kutoka Mtwara, Tanzania, ikiwa leo ni siku ya Jumapili tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kama ilivyo ada katika kipindi cha maisha na Injili, leo nipo na mtumishi wa Mungu anaitwa Afande Bright kutoka mkoa wa Morogoro, na yupo Mtwara kwa ajili ya kazi maalum moja tu ya kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini pia huyu bwana ni MC. Mara nyingi tumekuwa tukiwasiliana kwenye simu, lakini ameingia Mtwara kwa kazi hii moja tu. Jamaa amekuwa akinifurahisha sana. Yeye ni MC pia ambaye amekuja kwa ajili ya tamasha la kusifu na kuabudu katika mkoa wa Mtwara. Bila shaka unatambua Mtwara umeweza kufanya maandalizi makubwa sana kwa ajili ya tamasha la kusifu na kuabudu. Kwa hiyo leo Jumapili kila kitu kitaweza kuonekana hadharani hapa katika viwanja vya Mashujaa. Wewe unatusikiliza kupitia Mashujaa FM kupitia 89.5, lakini pia tukiwa sambamba kabisa na Elizabeth Msagula, na hapa Mtwara tunasikika kupitia 94.9 HFM kutoka hapa Mtwara, Tanzania, na Mashujaa, bila kusahau Lindi. Kwa upande wa Songea tunasikika kupitia 96.1 pamoja na mtumishi wa Mungu Christopher Ngosongo. Sasa leo tunakwenda kuzungumza na mtumishi wa Mungu kilichomfanya kutoka Morogoro mpaka Mtwara ni kitu gani hasa? Tunatamani kupata mengi kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Habari ya kwako? Mungu ni mwema. Aisee, mtumishi wa Mungu za kitambo. Kwanza nimefurahi kuonana. Bilamu. Unajua miaka mingi tumekuwa tukiwasiliana. Ndio. Na harakati zimekuwa ni nyingi. So this time on the way kutokea ile Mbeya, Morogoro, Dar es Salaam, lakini hatimaye sasa Mtwara. Na niwaambie tu wana Mtwara, hii ni kubwa kuliko. Yes. Sauti ya ushindi. Waelewe neno nini maana sauti ya ushindi. Tunakwenda kumtukuza Mungu kwenye sauti zile ambazo wanasema ngome za Yeriko zilianguka kwa sauti za sifa. Yaani watu walivyozunguka mara ya kwanza, ya pili, ya tatu hawakuwa wanazunguka hivi, ilikuwa ni kishindo pamoja na nini? Yes, sauti. Na hatimaye ngome zikafanyaje? Zikaanguka. Kwa hiyo yale magonjwa, shida, tabu mbalimbali ambazo kuna mtu alikuwa anazipitia, hebu leo hii mapema sana afike katika viwanja vya Mashujaa. Tunakwenda kupiga kelele za ushindi na mimi naamini, mimi ndugu yenu Afande Bright Tanzania huko ni mara ya kwanza. Ndio. So na enjoy mandhari mazuri, upepo mzuri, lakini natamani kufanya huduma ya viwango vya juu. Najua ulikuwa na mialiko mingi ya kwenda kufanya huduma, lakini ulipoambiwa Mtwara ukasema ngao nakuja. Kitu gani kilikusukuma kuja Mtwara? Ni aina ya mtu ambaye ameniita. Lakini cha pili ni discipline pia. Unajua uliwahi kunialika zamani sana. Yeah. Kwamba nafikiria event itakao kuja kutokea Mtwara ya kwanza nitakuita. Kwa siku ambayo unaniambia ni tayari nilikuwa na event nyingine Iringa. Alafu Iringa ilikuwa ni ya siku nyingi, hii tunayo ya siku moja. Iringa ilikuwa ni siku 5. Okay. Lakini niliangalia pia lazima umsikie Mungu, msikilize Mungu. Maana Mungu anasema msikilize Mungu. Unamsikiliza Mungu, unaangalia Mungu anakupeleka wapi. Nikaona Mungu amechagua Mtwara. Kwa nikaona ngoja niende Mtwara, na Iringa ni nyumbani pia, unaelewa. Kule kote Iringa, Njombe ni nyumbani. Kule utaenda na tena, lakini kuna sehemu ambazo unaweza kukuta watu walikuwa wanakusikia, wanakufuatilia. Nimekuwa nikifuatilia kupitia mipambano mbalimbali maredioni. Jamani, ndugu yenu nimekuja sasa leo nataka niwaonyeshe kwa nini watu mlikuwa mnampigia kura nyingi redioni Afande Bright, lakini kwa nini watu pengine mnachagua nyimbo za Afande Bright. Kwa nini naona kuna watu wana view na subscribe, ni watu wanaonekana wanatokea maeneo haya. Kwa nataka nije niwaonyeshe kile Mungu ameweka ndani yangu kwa kupitia mimi na wao. Tumtukuze Mungu kwa pamoja na hatimaye anga la Mtwara liweze kufunguka. Amina. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu Afande Bright. Msikilizaji wa HFM 94.9, lakini pia kwa upande wa Lindi tunasikika kupitia 89.5, na upande wa Majimaji FM Songea tunasikika kupitia 96.1. Huyu ni Afande Bright. Unaweza kumsupport kwa kuingia katika YouTube channel yake, andika Afande Bright. Ana kazi nyingi sana. Huyu jamaa ana rap, huyu jamaa anaimba nyimbo za kusifu na kuabudu. Huyu jamaa pia ni MC. Kama nimekuambia leo katika tamasha hili la kusifu na kuabudu hapa Sauti ya Ushindi Mtwara, ambalo linafanyika hapa Mashujaa, atakuwa ni MC. Kwa hiyo kama hujawahi kufika, hujawahi kuhudhuria matamasha ambayo mtumishi wa Mungu Afande Bright anafanya, basi njoo uone makeke yake. Lakini sio afande tu kama jina, ni afande kwelikweli. Ukikaa vibaya na kuangusha. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mungu aendelee kuinua huduma yake. Mtumishi wa Mungu, kuna mengi sana ambayo tunatarajia kuyapata kutoka kwako. Leo katika tamasha hili tutarajie nini hasa? Leo ndio ile iliwahi kumtokea Shadrack Robert alipoenda kwenye tuzo.
akaambiwa akatangaze mshindi. Alafu ile anafungua ile karatasi mshindi mwenyewe ni yani the winner is akamalizia kusema is me. Kwa hiyo na mimi ndo nafikiria kesho, yani wakati napanga labda ile performance list. Yani kuna muda sasa nimlete kwenu nani? Afande Bright, basi tapiga. Mungu wangu nakupenda ndo maana nakuimbia. Umenitoa mbali leo mimi nashuhudia. Nilishaumwa sana ukanisaidia. Nilishafirisika mpaka mimi nikakimbiwa. Marafiki majirani nao tena kanitenga. Hata nilo sali nao nao pia kanitenga. Wengine wachungaji acha tu kuaninisha wasamee. Watu wanakudharau, wanakuona rofa sababu huna bodaboda wala baisikeli, unatembea kwa miguu, kanisani unavaa yebo yebo, yani hata shule hujasoma. Yupo mtenda miujiza alotenda kwa Yusufu akatenda kwa Yakobo. Wanakwaya kanisani, jamani mbona munacheza yope? We dada we unaimbisha sifa huku umevaa kimini. Na mbona ibadani watu wananuniana, kemea pepo, kelele 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 ni kelele za ushindi hizo. Sasa ni vitu vingi ndo waone kwamba hiyo ni miongoni mwa nyimbo ambazo pia utaimba. Hapo nimeimba nyimbo 3. Hiyo ndio roll up ni inaitwa nakupenda. Lakini kuna kelele za ushindi, lakini mwandani katikati kuna umenipandisha thamani. Lakini wewe pia ni meneja wa waimbaji. Yaani unawezaje kumudu majukumu yote haya? Wewe mwenyewe MC, askari, lakini pia unasoma hapo ulipo nimeambiwa. Wakati wewe umekuja Mtwara lakini najua una majukumu mengine. Kitu gani hasa kimekugusa wewe kuweza kufanya yote haya? Lazima tufanye kwa sababu Mungu anavyokupa, yani Mungu aliumba dunia. Alivyoumba dunia akaumba kila kitu. Alivyoumba kila kitu akaona hivi vitu vyote vinahitaji watu wa kuvicontrol. Akamleta Adam na Eva. Lakini kwenye kumleta Adam na Eva akampa akili ya kutawala viumbe vyote vilivyopo duniani. Na kila kitu ambacho kiko duniani. Kwa mimi natumia ile pale. Sasa kitu gani kilitakiwa kufanyika toka enzi za Adam na Eva? Ilikuwa tu angewaambia tumieni muda sahihi. Ilikuwa tu time management. Kwa nachoangalia ni muda. Lazima ujue kucheza na muda. This time leo ni Jumapili, tunamaliza event. Usafiri upo jioni, narudi Jumatatu na test darasani. Najua na kwa watu ambao wanatazama wajue tu kabisa mwanangu mwenyewe sasa hivi anasoma na anafanya masters ya journalism and mass communication. Lengo ile ni kutaka kuboresha kwenye huduma za MC, lazima tujue ethics na vile vinaenda vipi. Lakini mtu akieleza kuhusiana na NYG worship label, najua anafanya ni kwa sababu ile ni timu inajitambua. Kuna watu wapo kama kondoo, ni kuwaongoza tu, ni kondoo. Unajua mtu akikwambia kondoo na mbuzi, tofautisha ile neno, wote ni wanyama, lakini kondoo ni yule ambaye anaongozeka. So mimi nawaendesha watu ama na drive watu ambao nikiwaagiza, yani ili ni gari lielekea Mtwara kutenda. So niko na label ambao mimi ndo manager, inafanya vizuri na kwenda vizuri tu NYG worship label, na makao makuu ni Songea. Inafanya vizuri chini ya Apostle Elio Davis Bilali. Lakini pia ukirudi kwenye muziki wangu, nafanya muziki personal, nafanya pia collab na watu mbalimbali. Hivi vyote nahakikisha kwamba vinakwenda kwa muda. Ukija kwenye mambo ya MC vile vile, MC tunafanya kama hivi, hakuna shughuli inayokuja kwa katikati ya wiki, nyingi ni weekend. Kwa nini usimekuwa sema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kulitii na kukulifuata neno la hiyo, ndio misingi pekee inayosimamia. Barikiwa sana msikilizaji wa HFM 98.9, lakini pia Majimaji FM Songea pale tunasikika kupitia 96.1, Mashujaa Lindi tunasikika kupitia 89.5. Huyu anaitwa Afande Bright, nipo naye hapa kwa ajili ya kile ambacho amekizungumza kuhusiana na huduma yake, lakini pia unaweza kumsupport kwa kuingia katika YouTube channel ya kwake ambayo unaweza andika Afande Bright, si ndio? Yes, YouTube ni Afande Bright Tanzania. Subscribe, comment, share. Lakini pia ukija Facebook, meneja wa waimbaji. Yani mtandaoni hakuna meneja wa waimbaji mwingine. Ukiona tu meneja wa waimbaji, jua ndo Afande Bright. Kwa nini umeamua kutumia hiyo? Niliamua kutumia meneja wa waimbaji ili ionekane ni ya wote. Mimi ni meneja wa NYG worship label, lakini pia natoa consultants. Nafanya consultants kwa waimbaji wote. Ndio maana mpaka sasa hivi na waimbaji karibia 179. Lakini kwenye label na waimbaji 5. Ukitaka umeneji wa waimbaji wako, kuna waimbaji wengine wanahitaji support. Tutawapoteza hawa. Kwa hiyo unaamua kuwa sasa ujiite meneja wa waimbaji wote, maana kila ambaye anahitaji msaada wako atakuja. Nafanyaje? Afande Bright anajuana na media karibia zote Tanzania. Kwa hiyo kuna mtu anahitaji kusikiliza, anataka nyimbo zake labda ziende HFM. Mimi najua kule na ngao au na mtu fulani. Ni rahisi kumconnect nikapeleka. Sio aende media fulani. Lakini kuna mwingine ukisikiliza nyimbo zake unaona kabisa
huu wimbo unatakiwa kwenda huu kaurudie. Lakini wewe unatakiwa kwenda studio fanya hivi. Kwa ndo maana nimekuambia, na kuna wengine mpaka sasa hivi wananipa fedha zao, wengine tusaidie production ya video na nini. So ndo maana nikaamua tu manager waimbaji. So mimi na support waimbaji wote. Kwa watu ambao wananisikiza kupitia radio, mimi nipo kwa ajili ya wote ambao wananisikiza sasa hivi na niko tayari kuwa support. Lakini wale ambao tuko official na mkataba ni ambao wako chini ya NYG Worship Label. Kwa hiyo wewe njoo pale manager waimbaji Facebook, alafu niambie unahitaji nikusaidie nini. Message iwe fupi tu. Naitwa fulani kutokea sehemu fulani, naomba nisaidie hapa. Sio tunaanza kusalimiana. Muda wa kusalimiana ni mimi sina muda kwa kweli. Yaani ukianza salamu utapoteza muda. Na mimi ndio wale watu ambao ukinipigia simu sitaki hata salamu. Yaani niambie tu shalom, naitwa fulani fulani, shida yangu ni hii na hii. Lakini ukianza za siku mtumishi, nilikuwa na kwenye tamasha, sina unanipotezea muda kwa kweli, wa muda haupo. Lakini wakija TikTok afisa habari, Instagram afisa habari, na mitandao mingine yote afisa habari. Kwa nini? Wewe unajua vitu vingi nafanya. Kwa watu wanatazama wajue tu ndo habari kuwa semaji la Tanzania Prisons. So bado tunadili na vyote. Kwenye ligi kuu Tanzania bara nimefanya na nazidi kufanya, lakini kwenye kumtumikia Mungu tunamtumikia. Kwa nini nafanya hivyo? Kote nataka niwaunganishe watu wote, yani injili sambaye mpaka kwenye viwanja sasa hivi. Sasa hivi tukikwambia wakina Nzengeli, Maxim pia Nzengeli ni mtumishi wa Mungu, ameokoka, anampenda Yesu. Lakini wote wakina Samson Mbangula, wakina Mbisa wameokoka, wanampenda Yesu. Kwa nini? Tuliwaambia habari za kumtumikia Mungu, kwamba hakuna chochote kinafanyika duniani kama Mungu hayupo, hakiwezi kuwa. Kwa hiyo injili itakwende kote, na ndio maana tukasema tunafanya sauti ya ushindi, makanisa yote, vio vyote, tukutane viwanja vya Mashujaa, alafu tuweze kumtukuza Mungu kwa pamoja. Amina. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Pamoja na haya yote, unatoa wito gani kwa waimbaji wote kwa ujumla, lakini pia wale wakazi wa Mtwara? Umewafikia Mtwara. Kwa wakati nafanya interview nawe kwa mara ya kwanza, nafikiri kwa mwaka jana, ulisema Mtwara nitakuja, na hatimaye umekuja. Una lipi la kuambia wale watu ambao wanatamani kukuona Afande Bright katika tamasha hili? Mimi cha kwanza natamani waje, alafu tupige picha. Turekodi video clips, kila mtu akae nazo. Hauwezi jua kesho tutakutana wapi. Kuna mambo mengi yanatokea. Kuna watu tunakutana nao huko makazini, kuna watu tunakutana nao kwenye daradara, wana changamoto mbalimbali. Unakutana na mtu kaibiwa simu, anahitaji msaada, unakutana kama hivi. Sio kile tuko serikalini, tuko kwenye utumishi wa Mungu. Tunaweza tukasaidiana popote. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa wanaonisikiliza, wao waje. Mtu ananiambia nilikusikiliza kupitia radio Afande Bright, mimi ni fulani, naomba tupige picha, tubadilishane mawasiliano. Lakini kwa wana Mtwara ambao wananisikiza sasa hivi, kuna waimbaji wengi wa nyimbo za Injili, kuna wachungaji wengi, kuna watumishi wa Mungu mbalimbali kutoka hapa Mtwara. Hebu wasapoti vya kwao kwanza. Naamini mwimbaji mkubwa ama mchungaji mkubwa, prophets ama askofu yote mkubwa kutoka Mtwara, huduma zitakuwa rahisi, tutaombeana, tutabatizana hapa, lakini sio watu wapande magari pa kwenda Dar es Salaam. Hakuna kitu kikubwa ambacho kilianzia ugenini, kilianza nyumbani. Na ndio maana kikakua. Mimi naamini kwa subscribers ambao watakuwa 10 wametokea Mtwara wakamsubscribe mwimbaji wao, ama wakaenda kusupport huduma ya mtu fulani wa kwao, wakiungana wakawa 200, tayari mtu anaanza kuwa mkubwa kwao, na baadaye watu wa mikoa mingine watakuja nyumbani kwao. Ndio maana sisi sasa tumetoka huko, tumekuja kuwatafuta watu wa Mtwara hapa nyumbani, ili na sisi tupate platform nyingine. Tunatamani kwenda mbali zaidi. Kwa mimi natamani sana wanaonisikiza wasubscribe, wafanye nini, lakini mawasiliano yapo, waje wachukue. Tukitoka hapo niyo na connection, nije tena na tena na tena na tena. Lakini kubwa kuliko zote, vijana, nataka niwaambie, uhalifu mtaishia kuchoma moto, mtaishia kuuawa. Sijui ukabaji, kuna watu Dar es Salaam, kuna ile watu wanaitwa vishando, sijui kuna watu wazurulaji, tuko tu wanazurula wana ile walile. Nataka niwaambie hayo yote hayana faida. Faida ni kukabidhi ujana wako kwa Mungu. Okoka, mkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Makanisa yako mengi Mtwara, sikwambii uende kanisa gani, lakini natamani kanisa lile ambalo linamjua Yesu na linahubiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha kila Mtanzania ambaye tunasikizana sasa hivi. Amina. Mawasiliano yako kwa wale ambao watahitaji kuwasiliana na wewe? 0759 879 755, 0759 879 755. Una harusi yako, una mkutano wa Injili, una event yoyote, una harambee, mimi ni ndugu yenu MC professional kabisa kutoka Chuo Kikuu cha Uandishi wa Habari, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, School of Journalism and Mass Communication. So ni professional MC kabisa, na kwenye uimbaji ni watu ambao ni professional kabisa. Unataka ushauri, unataka kufanya tamasha kubwa, nitakufanyia ushauri namna gani uandae event ya kwako, tutasaidiana hapo. Lakini unacho, wewe nipigie simu nialike, mimi nakuja. Amina. Barikiwa sana. Kwanza nikupongeze kwa sababu mtazamaji
Afande Bright ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakinisupport kwenye huduma na kazi ambazo tunazifanya. Kwa taarifa zilizopo au kwa taarifa nilizonazo ni kwamba Afande Bright ametoka Dar es Salaam kuja Mtwara kwa ajili ya tamasha la Sauti ya Ushindi kwa ajili ya kuonesha upendo wake kwangu na kwa wakazi wa Mtwara. Kwa hiyo hii ni fursa. Of course kuna watu wengi ambao walikuwa wanatamani kuweza kushuhudia kile ambacho kitafanyika hapa. Usipange kukosa. Na nilitaka niwaambie kitu kimoja. Kwa nini nimeambia kuna muhimu kuwa na connection ya marafiki? Bila ngao mimi nisingekuepo hapa. Amina. Na pengine simu moja ya ngao. Sikia, nilipigiwa mimi simu na prophet mmoja ambaye anataka twende Iringa. Na usafiri kila kitu na gari yake, utaondoka na gari fulani. Lakini ananipigia ngao, pengine hata baisikeli hana. Kwa hiyo nimekuja kwa ngao. Kuna umuhimu sana kutengeneza network connection. So hakikisheni waimbaji wa nyimbo za Injili ambao mnanisikiliza na kunitazama, tengenezeni connection na wachungaji wenu, watawaita. Lakini wachungaji pia tengenezeni connection na wale mnaoona mtaani. Kuna vijana mtaani wanauza mahindi, wanauza machungwa, huwezi jua Mungu amepanga kuwa nani baadaye. Tengeneza vizuri, tengeneza connection naye, atavutika kuja kanisani kwako, kuja ibadani kwako. Lakini tuna kasumba moja ya watumishi wa Mungu, huwa tuna tabia kuona wale ambao waje kanisani kama wale ndio Mungu alishawatenga watenda dhambi. Nataka nikuhakikishie kuna mtu mmoja tu aliwahi kukaa hekaruni sana akisubiri birika kutibuliwa, lakini kila akitaka kuingia watu walikuwa wanamwahi maji, anatibia watu wengine, sio hivyo? Ila kwa siku ambayo ilikuwa na wakati ambao ulikuwa ufai, alitokea mtu mmoja tu ambaye alimwezesha, alitibua ile birika, na wakati wa kumwambia simama, alimwambia simama uende, kile tukupacho pokea. Alikuwa anategemea apate fedha ili aweze kuishi maisha yake, sio hivyo? Lakini watu walimtamkia neno moja tu, inuka na uende, kile tukupacho. Sasa kuna mtu mtaani sasa hivi anauza machungwa. Yawezekana kwa neno lako moja tu anaenda kuwa bilionea, anakuja kulikomboa, anakuja kujenga kanisa kubwa, akanunua vyombo vingi na vya maana makanisani. Kwa mimi niwaombe tu tuthaminiane, lakini kikubwa tutengeneze connection nzuri. Tukiwa na connection, ndio maana mimi nasema tuaje tupige picha, tusapotiane. Huwezi jua leo tunakutana hapa, kesho tunakutana hapa. Kesho unaweza kawa unaoa, mimi nikaja kuwa MC wako. Lakini kesho kawa na uzinduzi, mimi nikaja kwa moja waimbaji wanakuja kuperform kwako. Sehemu ambayo ilikuwa ulipe milioni 2, alafu mtu akaja tu kwa fuso. Amina, barikiwa sana mpenzi msikilizaji wa HFM Radio 98.9, lakini pia Majimaji FM 96.1 Songea tunasikika kwa uzuri kabisa, na kwa upande wa Lindi tunasikika kupitia 89.5 Mashujaa FM. Ni Afande Bright ameamua kuja Mtwara kwa ajili ya tamasha hili la kusifu na kuabudu, na maanisha Sauti ya Ushindi. Ni mtumishi wa Mungu ambaye mimi namkubali sana. Kwa hiyo kama una kazi yako, wewe ni MC, unatamani kuwa na MC mzuri, ni professional kabisa, wanamtumia kama matukio makubwa. Ukisikia Rose Muhando anafanya tukio Mlimani City, Christina Shusho, wanamtumia MC huyo. Tumtumie vizuri na Mungu atakubariki sana. Neno moja kwa wasikilizaji na uongozi mzima wa kituo cha HFM. Mimi kwanza HFM niseme tu, yani ni moja kati ya vitu ambavyo vimesababisha nimependa kuja Mtwara. Amen. Najua nimepambanishwa sana na watu wengi sana. Amen. Nalikumbuka mpambano wangu moja na Bashando ilikuwa kula moja. Nikasema hapana, hizi kula nisikosaje, hebu ngoja nije niongeze connection na wana Mtwara, pengine siku nyingine nikishindanishwa nitachukua kura nyingi zaidi. Lakini wale ndio tunajua ni huduma kwa Mungu, atashindani. Kwa hiyo HFM, Mungu azidi kubariki. Nimeona ingekuwa sehemu nyingine wangekuzuia. Kwa hiyo unampromo huyo mtu, kalipa shilingi ngapi? Jamani, sije kulipa hata shilingi 100. Naamini ni upendo wa kituo hiki bora cha matangazo radio kinachofanya vizuri kwa upande wa kusema. Na sisi waimbaji tunategemea sana media. Kuna waimbaji wanasema mimi nasubiri wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Nataka nikwambie wakati wa Mungu ni wakati sahihi, lakini Mungu anatumia watu. Watu wenyewe ni media kama hizi. Kuna mtu saizi anatakiwa kupokea uponyaji, yuko Lindi, yuko Songea, yuko kwingineko. Kwa sauti yangu moja nafika kule. Kwa mimi niseme HFM Media kwa ujumla, Mungu awabariki sana, radio bora, radio pendwa. Mimi nabarikiwa na nyie, na yani kama unatokea siku wana tukio la kwao, mimi nakuja kwa nauli yangu. Nasema yes, waniambie tu mapema, kwa sababu gharama ambayo ningekuwa nalipa kwa promo ni kubwa sana, nisingeiweza. Lakini kwa wasikilizaji ambao wananisikiliza kwa kweli, ambao ni mashabiki wakubwa wa hii radio, mimi nasema tu nawapenda sana na nyenyekea kwenu. Tukutane baadaye kwenye tamasha la Sauti ya Ushindi. Amina. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Amen.